Wazito, lakini leo tuko kwenye iftari. Naam. Matarajio ni yapi kwenye iftari hii ya Wasafi? Kwanza tunamshukuru mkurugenzi wa Wasafi Media Bwana Nasib Abdul Diamond Platinum kwa kujua uwepo wa mashabiki wenzie na wanachama wenzie wa klabu ya Yanga. Unajua ukishakuwa mwanachama wa Yanga lazima uwathamini wana Yanga wenzio. Tumepokea mwaliko kwa furaha kubwa kama mashabiki ambao tumekuja kuwakilisha baadhi ya mashabiki wenzetu wa Young Africans, na iftari hii bwana imefanyika eneo ambalo Ghalib Said Mohamed GSM alifanyia iftari yake. Kwa hiyo tunaamini jambo litaenda vyema, hatutaangushwa. Manake unajua la ya iftari vya kuchinja vinakuwa vingi kuliko vya kuchimba, na siku hizi vinakuwa vingi kuliko vya kuchimba. Alafu kuna vya bahari. Manake vya bahari usipate tu satos nini wale wanaitwa samaki nani sio kibua. Kuna wale wengine wana magamba kama ya konokono. Samaki fulani hivi lazima wawepo kwenye iftari. Kwa hiyo naamini jambo litaenda vyema kwa sababu na funga zetu Mwenyezi Mungu ameziweka sehemu nzuri na sisi tuko kwenye swaumu maridadi kabisa. Hili jambo litaenda. Bwana hii swaumu, lakini bwana jana mwenyekiti amesema kama mtaendelea kukomaa itabidi serikali ikati. Kauli nyingi mmepokea? Yeye ameona jambo limeshamshinda, na unajua wakati wowote binadamu ukiona kazi uliokabidhiwa imekushinda, unataka kumwangushia mwenzio, basi wewe inabidi ujiuzuru, uachane na hiyo kazi kwa sababu hauwezi kufanya majukumu yako vizuri. Kazi ilikuwa ni ya kwake, iko chini ya bodi. Kwa kama bodi imeshindwa kufanya kazi, inataka kuisakizia serikali. Sisi tuko tayari kuisikiliza serikali. Je, yeye anachukua hatua gani baada ya kazi yake kumshinda? Hili ndio swali ambalo nalipeleka kwa mwenyekiti wa bodi. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi, sisi serikali hatuna baya nayo. Kwa kama unataka kuisakizia kazi serikali, ina maana wewe kanuni na matakwa yetu ambayo tumejiandikia kama wanachama wa mpira wa miguu Tanzania umeshindwa kufuata kanuni. Sisi busara tuitaki. Kama uko tayari kuisakizia serikali, basi jengue, fuata ule utaratibu wetu. Manake kama mawaziri wakishindwa kufanya yale ambayo wameshindwa kuyafanya, huwa wana resign kazi, wanajiuzuru. Unashindwaje mwenyekiti wa bodi na wale ndugu zake aliokuwa nao pale kamkumbe ambao wameshindwa kusimamia kanuni? Wote kamkumbe. Waachie ngazi shekhe. Usiume maneno. Usiume. Yaani kama ni kamkumbe, waachie tu. Bwana Kevo unasema. Mimi sina cha kusema zaidi ya nimekuja kuenjoy iftari hapa ya mwanachama mwenzetu wa Yanga Diamond Platinum. Unajua bwana, leo kwangu mimi naichukulia ni siku kubwa sana. Kwanza mwanachama mwenzetu hapa Diamond anafuturisha. Cha pili ni siku ya furaha duniani leo tarehe 20 Machi, kimataifa zaidi, na kwangu binafsi pia ni siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hiyo nimepiga hat-trick kwenye siku moja. Bwana ana mwenyekiti akijiuzuru. Mwenyekiti akijiuzulu wa bodi tutahamia pia kwenye TFF. Kwa hiyo yani hii inaitwa ni sako kwa bako. Tunaanza kwenye bodi ya ligi, ikitoka bodi ya ligi tunarudi kwenye TFF. Yani huu ni msako unaitwa mchaka twende. Hapa ni ili vuguvugu tu la mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, kwetu sisi wa Kristo tunasubiri tu umalizike. Sasa